Hi, what's up guys? Welcome back to my beautiful YouTube channel. It's a girl Dorcas Yondeki. Yes guys, karibuni sana. For the new subscribers, karibuni tena na tena na tena na nawapenda sana. Thank you so much for supporting me. Na kama uja subscribe, please kindly subscribe to my YouTube channel. Nawapenda sana. Na I will appreciate. Nifikisheni 1K guys. Please, nifikisheni 1K. Ndio nisikie vizuri. But anyway guys, venye tu niliwa promise. Mimi nitakuwa nawapea moshene kitu inaendelea hii Kenya, Tanzania, East African, in the world. Nitakuwa nawapea moshene. So guys, today kuna vitu kadhaa zimeendelea. Mbona naona nimeparara uso. Mbona naona nimeparara uso. But anyway guys, ni sawa. Hata nikiparara, it's okay. So guys, this is what has been happening kwa mtandao. Ama leo hizi ni vitu zimekuwa zikihappen kwa mtandao. First thing first, Tanzania, from my previous video nilikuwa nimewaambia Tanzania waligoma, ama not per se kugoma, but waliandamana because wanasema wanakandamizwa, that they are not heard. Wanasema that Samia amekandamiza the other aspirant, like for example venye amefunga Tundu Lissu, all those things. So walikuwa wanaandamana jana, wakazimiwa internet, so they were not online, na pia wakaekewa curfew. So yeah, kulikuwa na maandamano Tanzania generally, but I think walirudisha internet because now leo tumeona wakiongea kwa mtandao nini. So this is what happened. Diamond alikuwa amepost like kuendorse Mama Samia Hassan, na pia amekuwa kwa the zinaitwa rallies zile za kutembea ku campaign, hizo campaign rallies amekuwa huko kuperform nini. So generally tu ni kitu kama kumwendorse or teme kitu kama hiyo. So amekuwa kwa mstari wa mbele, na si Diamond peke yake guys, ni almost every musician, our big names, the big names that we know. Nani ananitumia message? Anyway, so the big names we know in Tanzania, that is Diamond Platnumz, we have Harmonize, we have Rayvanny, the big names, the big artists in Tanzania wamekuwa endorse ama wakipost Mama Samia, wamekuwa wakienda kwa hizo rallies kuperform nini. So it's open that wana vote ama wako upande wa Mama Samia for everything that they are doing. So yesterday so many people didn't turn out to vote, venye tumeona kwa mtandao nini bla bla bla. Na venye walianza kuandamana, walianza kwenda kwa watu wenye wana support, the big names that are supporting Mama Samia. They started going to their houses, their businesses, the same thing that happened in Kenya when we were fighting for justice and police brutality. Wakati tulikuwa tunaandamana, the same thing, like you guys identify the person that is supporting the government, yenye mnajaribu kucorrect, mnamsalimia. Like wenye si tulikuwa tunawasalimia, alafu mnaenda kwa biashara zake mnaharibu nini. Such things, I think they are using our script. So that is what happened yesterday. Some protesters went to those that were supporting Mama Samia's businesses or the houses. They burnt down the businesses. Like kama kuna mmoja na anafanya kwa kampuni ya kuuza magari. I don't know kama ni kampuni yake, but huwa anauza magari.
So the protesters walienda kwa hiyo showroom ya gari na wakachoma. Can you imagine? I bet hata kulikuwa na magari ndani, most probably, because hiyo mtu anauza magari. Yeah, so people started going to those people who were supporting Mama Samia, and guess who they said they're going to his house next? Diamond Platnumz. So venye Diamond Platnumz aliona hiyo story kwa mtandao, people are saying that wataenda kwake kuchoma nyumba, you know, and all those things, na watamunfollow. Diamond decided to put down the poster ya Mama Samia wakati alikuwa ameweka hapo that you know, endorsing Mama Samia. Mama Samia is a good person, will be a good president and such things. So he pulled down the post, but people are still saying that even if you pull down the post, we are still going to find you, and we are still going to come to your house, burn your house, you know, those things. So as we are waiting to see, sababu uko Tanzania ni kama siku zuri, tiko seu. Hii ni Kikamba. Yeah, tiko seu. So sisi tunawaombea, tunasimama na nyinyi venye nyinyi mlisimama na sisi, na Mungu awalinde, awatunze na wa guide. Yes guys. Na pia mimi ndo nawaambianga, you know guys, the big names that we have in this country or in other countries, you guys should read the room. Hauwezi shindana na wananchi. Mimi hata mimi naambianga politicians, huwezi compete na wananchi. Like so wewe mwananchi anasema tunafuata A, wewe unawaambia tunafuata B. Because unajua mwananchi si mtu mmoja. It's a whole country or 90% of the people. So utashindanaje na wao guys? Huwezi shindana na wananchi. Niwe ndio usikize kitu watu nasema. Kama watu wengi wamesema sisi hatutaki huyo mtu, if at all kabisa wewe unataka huyo mtu, wewe mtake na ujieke, but usikuje hapa mbele kutuambia mimi nataka huyo mtu na watu wamekataa. Watu watakusalimia vibaya sana. The same happened ku Kenya. Wakati tulikuwa tunaandamana, kuna wasanii wengine, the big names that you know, walinyamaza, wengine wakaunga, like KRG the Don, alikuwa kabisa na President Ruto na alisalimiwa. The likes of Eddie Bitita, hakusema anything, but baada akasalimiwa because watu walisema tunachukua your silence as a yes, that tuna support finance bill, tuna support the president. So watu wakamsalimia either way. But now guys, msiprovoke wa Kenya. Na you know, mkiprovoke mtu akona hasira already, mnamuignite, hiyo hasira inapanda. Na ikipanda, what happens? Huyo mtu ana gani ya kukuja kukushoot ama hawezi kufikia kukupiga. So kitu anafanya tu ni yenye anaweza. And what is that? Kuandamana. So naelewa guys. Na pia sisi tunafikiana kwa urahisi because most of the Gen Zs or most of the people wako online. So mtu tu akipost tu hapo kitu moja that kesho tupatane CBD saa 2 na watu watatokea. So msibishane na wananchi guys. Na pia so hiyo ni ya Tanzania. Acha tuombe amani. KRG the Don amesema, okay, it's a song, but kwa hiyo song amesema anataka kuvai for senator of Nairobi 2027. Senator anataka kutoa Sifuna wetu. But anyway, sidhani. One ni of course anaweza vai na UDA kama bado Sifuna atakuwa kwa ODM, but pia I don't think anaweza mtoa. Sifuna kuna huge following na pia anafanya kazi, watu wanampenda. So I don't think kama ataweza mtoa. We can't deny the fact that KRG kuna pesa, ni tajiri of course, but kwa kutoa Sifuna, that is kama Sifuna baada atavai for
the seat of the senator of Nairobi County. Sidhani, for me, for my views, sidhani kama atamtoa. Anyways, wacha kila mtu avae kwa kiti yenye anataka, na akishinda well and good, hatuna cha kusema. Na pia there is another story yenye imetokea kwa mtandao sasa jioni tu. Okay, si jioni per se, but some few hours. So one of our content creators, or one of our big content creators, Terence Creative, you guys know him. Terence Creative, so ni comedian, si content creator. Okay, it's one of and the same thing, zinakaribiana, comedian, content creator, but ni comedian guys. So kuna posts amepost leo some few hours ago, akasema that so this is the story guys, tena warudishe nyuma kidogo. So Jubilee party leader wao ni Uhuru Kenyatta, our fourth president, yeye ndio party leader. So wameweka Matiang'i kama deputy party leader na wakamwendorse atakuja kuvai for presidency in the year 2027. Tukikuwa na general election, so atavai for presidency. Sips water. Yeah, so guys, atakuja kuvai for president 2027 through the Jubilee party. So after me post hivyo, Terence Creative, so after me post hivyo, after wame-announce, yani the Jubilee party, after wame-announce that wameka Matiang'i kama deputy party leader wao na watamwendorse akuje kuvai for the presidency in 2027, now our comedian Terence Creative, again guys, read the room, read the mood in the room, read the mood guys. Akakuja akapost that, I quote guys, na quote, ni Terence alipost that, hebu imagine Mkisi akikuwa president, now list the cabinet secretaries. That is what he posted. So Wakisi wakafeel offended. Hata mimi ni Mkisi na nilifeel offended, because I mean, if Matiang'i was to vie for presidency against Ruto, of course napea Matiang'i. No say nitampea juu ni Mkisi, but nitampea juu alifanya kazi mzuri. Yes, of course akiwa cabinet secretary, interior, kuna vifo zilikuwa zinatokea, tunasikia watu wamepatikana Yala, and guys, no one is perfect. Hata wewe mwenye unamjudge si perfect, but tuliona akifanya kazi akiwa cabinet secretary wa education, he worked na watu walimpenda. So na pia kila mtu ana deserve a second chance, juu hakuna mtu perfect kwa hii dunia. Alafu another thing, anaitaje, or anyone akivaya against Ruto, mi na Ruto sitamvotia, uongo mbaya. I didn't vote for him in the election 2022 and I won't vote for him in 2027. So Wakisi walifeel offended na hiyo post ya Terence Creative, akapata backlash. Watu wamemtusi online, wamempia maneno, wengine wamem-unfollow, you know, but he has pulled down the post na pia ame-apologize. But the apology, you guys should go and check and comment down below if you think the apology is genuine, because for me I didn't think that the apology was genuine. Mimi nimefeel tu amefeel your pressure yenye amepata kutoka kwa mafans, because si Wakisi peke yake wame backlash, ni wananchi tu wengi kwa jumla.
Yeah, so guys, that is what happened. Anything else that happened apart from that? Yeah, sidhani kama kuna kitu kingine ilifanyika. Highlight ni yetu ya Diamond venye ame pull down hizo posti za Mama Samia. Guys, you know mi nizotaka sana kabisa kukaa chini na Diamond na Harmonize na Rayvanny waniambie tu what's going on their mind, nini inaendelea kwenye vichwa zao, what they are thinking, and if Mama Samia for sure she's working ama walipewa pesa ama walifosiwa, because you know you don't know. Mtu akiamua kuwakalia atawakalia, so maybe wanafosiwa na si hatujui, or maybe walipewa pesa, because you know poverty is the enemy guys, poverty is the enemy. So kama mtu anapata chance ya kutengeneza pesa, acha atengeneze. And that reminds me guys yeah, Bahati Kenya. So Bahati alikuanga gospel artist, akakuja kwa what do you call it, secular, but huwa anachanganyisha. Sometimes anaimba gospel. What happened a couple of days back, amekuwa kitrend. First alifanya video na the wife, the girlfriend, so jawana legally, but I believe amemlipia mahari. Yeah, so the wife in alifanya video alikuwa na drive, then Diana akamwekelea, now Diana is the wife, akamwekelea miguu, then Bahati started kissing Diana's toenails nini, being romantic, but watu walitag NTSA that hiyo ni kwa reckless driving, of which I agree, but then again love is in the air, wacha watu wapendane, but si kufanya hivyo kidrive. Anyway, that aside, so tulikuja tukasikia that alishikwa akaachiliwa, the story died. Now akakuja na video ingine akivaa thong, he was going for a meeting or something. Tuna watu wakakuja wakamwingililia nini, alafu tena akakuja he did something else, anamwagilia Diana wine kwa mguu, anamwosha na wine, then ana lick the toenails and her legs. Tena watu wakamwingililia. So Bahati came online yesterday na apologize for all those things that amekuwa akifanya, hadi alilia machozi. But hizi vitu zote ni kiki, tumemzoea. And today drop a new song, a gospel song. Yeah, so guys, we know Bahati, we know the games that he plays. So amekuwa tu ni kiki tu, na kiki si mbaya guys. Na repeat tena, poverty is the enemy. Watu wanatafuta pesa huko nje. Wewe kama umeona hii njia ndio itakupatia pesa, imagine, don't shy away from it. Wewe tafuta pesa, pata pesa, enjoy maisha. Hata sisi Mungu there is no glory in poverty guys. Mtu asikwambie hiyo mambo eti there is glory in poverty. Hata Mungu hapendi maskini. You work hard, pata pesa. Sindo guys? Yes guys. So ametoa song, a gospel song. It's a nice song. Yeah, so wacha tungoje tuone kama mapastors wataongelelea hiyo song ama watangojea yenye ako uchi, like a vixen ako uchi ndio waongelele. Let's wait and see. Anyways guys, that's all for now. Tuzidi kusonga guys. If you have not subscribed,
kindly, I'm begging you, please subscribe to my YouTube channel, get me to 1,000 subscribers, na ndashukuru sana. Na pia like the video, comment hapo chini mniambie what you think of the video, na pia tuendelee kusonga, sindio guys? Yes guys, I'll see you tomorrow for another story, because kuna kuanga na vitu everyday, kuna tu kitu inatokea kila siku. Yeah, see you guys, bye, love you.